wananchi wa jimbo la Hai kwa maafa ambayo yamejitokeza kwenye jimbo letu la Hai, na niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu upokee taarifa kwamba kule Hai mvua zinanyesha ni nyingi, miundombinu ya barabara imeharibika kweli kweli. Hivi ninavyozungumza, barabara ya kutoka kwa Mengi kwenda Kialia haipitiki kabisa, kwa hiyo wananchi wanapata tabu. Barabara ya Makoa kwenda Mferejini kuna daraja pale Kikafu, kwa hiyo kule watu wa Liamungo hawawezi kwenda Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu ututazame, na hizi mvua zinaendelea kunyesha, zinanyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa hivi ninavyozungumza kule Weruweru pale Miembeni barabara imekatika, kwa hiyo watu hawawezi, watoto hawajaenda shule leo. Karibu kama kata 4 watoto wakwenda shule. Niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hati ya dharura kabisa mtusaidie kupeleka fedha zikaanze, mchakato ya kutafuta fedha ianze mapema ili mvua zitakapopungua tu hizi barabara ziweze kujengwa na watu wa Hai waweze kupata barabara. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa mara nyingi nimekuwa nikichangia, ulikuwa hauko kwenye kiti, leo upo, nitumie nafasi hii pia kwa niaba ya wananchi na mimi mwenyewe kukupongeza kwa kazi kubwa unayoifanya huko duniani. Kwa kweli unatuwakilisha vizuri sana, na mimi niseme huwa nakupenda na nakufuatilia sana namna ambavyo unatuwakilisha vizuri. Inaonekana Watanzania na sisi tuna uwezo mkubwa. Hongera sana. Na watu wa Mbeya niwaombe sana, hiki kichwa hapa tunakihitaji huku duniani na hapa Tanzania tunakihitaji. Baada ya hapo niseme, Mheshimiwa Waziri, nakushukuru, nimeona kwenye bajeti umenitendea haki. Ulifanya ziara kwenye mkoa wa Kilimanjaro na ukaja wilaya ya Hai. Mimi ninakupongeza, umeanza vizuri pamoja na naibu waziri na watendaji wote, kwa kweli mnafanya kazi yenu nzuri. Ila kuna viporo. Daraja la Makoa limejengwa vizuri na TANROADS, lakini bado hajamalizia. Na ule mkandarasi pale ameshalipwa, nimeambiwa hajamaliza ile kazi. Lakini tayari mmetangaza tenda ya daraja lile la Kikafu kutoka Kalari kwenda Uswa. Mpaka sasa hivi mkandarasi hajaingia site. Lakini kuna kiporo kingine ambacho wewe mwenyewe ulitembelea pale. Barabara ya Moshi Arusha kwenye lile daraja la Kikafu. Wananchi kila siku wanaenda kufundishwa mafunzo ya kulipwa fidia ili wapishe mradi. Nikuombe ongezeni speed. Lipeni wananchi wa Masama Kusini ili eneo lile la kwa Sadala waachie ujenzi wa daraja na muanze kazi ya ujenzi wa barabara hii ya Moshi Arusha. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Waziri, mmeweka kwenye mpango ujenzi wa barabara 2 kupanua barabara ya Moshi Arusha kuanzia maili 6 kwenda Moshi mjini. Mimi niombe, hebu unganisheni tufanye jambo likamilike. Pale maili 6 ije mpaka Arusha. Mmeona sasa hivi baada ya Mheshimiwa Rais kutangaza Royal Tour, hii barabara imekuwa bize sana. Mimi niwaombe muongeze mkandarasi aliyoko site apewe hiyo kazi, afike pale Kia. Kama mtapendeza kwenda hadi Arusha, sasa hiyo ni jambo lingine. Barabara hiyo nina barabara hapa ya Bomangome Chekimaji TPC. Hii barabara tumeipitisha kwenye kikao cha barabara mkoa kwamba ni barabara ya mkoa wa Kilimanjaro kwa sababu ndio barabara pekee inayochepusha kwenda Moshi mjini. Ninajua barabara hii ni ya TARURA. Tulishaomba barabara hii ipandishwe hadhi ili iwe ya TANROADS. Sasa nikuombe Mheshimiwa Waziri, hii barabara iongezee fedha. Pale tumepewa kilomita 3.5, ni ndogo mno kati ya kilomita 25, na sasa hivi matatizo, likitokea tatizo pale Kikafu chini hakuna sehemu ambayo tunaweza kupita, na hii ni barabara ya kitaifa maana inatunganisha mkoa na mkoa. Lakini Mheshimiwa, niombe, uliahidi wewe mwenyewe taa za barabarani. Kaka usiniangushe kwenye hili, usilisema mwenyewe. Wanasema wako kwenye manunuzi, nataka tuone hii barabara zetu pale kwa Sadala, Bomang'ombe, lakini na kile kipande wewe unajua yaliyotokea pale kutoka njia panda Machame kwenda Kialia. Mheshimiwa, mimi niombe haya yakifanyika, kwa kweli mtakuwa mmetusaidia sana. Nimeona mmetuwekea kwenye budget kwa upgrade barabara ya kwa Sadala kwenda Kware kilomita 15. Niombe usukume ili ujenzi uanze kwenda. Hiki Kiswahili cha kuambia wananchi kwamba tuko kwenye upembuzi yakinifu nimeshasema sana. Nibadilishie msemo ili nikaseme lami inaanza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, na ninaunga budget mkono. Asante sana.